Kichwa cha filamu ya Parasite kinafaa kikamilifu. Vimelea kwa kweli humaanisha kwamba kiumbe huishi kwenye spishi nyingine au kwenye mwili mwingine hai unaojilisha kutoka humo, ambao mara nyingi hauonekani. Vivyo hivyo, hadithi hii inahusu familia maskini ambayo inaishi kimya kimya chini ya familia tahiri, inakula na kuishi bila kutambuliwa. Iwe umetazama filamu au la, kwa sababu filamu inafaa kutazama, ndiyo maana filamu imeshinda tuzo 4 za tuzo. Kwa hivyo bila kuchelewa zaidi tuanze. Tulimjulisha familia ya Kim kutana na Ki-woo, kijana anayeishi katika nyumba yenye vyumba vichafu na familia yake. Maisha si rahisi. Baba yake Ki-taek, mama yake Chung-sok na dada yake Ki-jung wote wanatatizika kupata pesa. Hivi sasa wanapata sarafu chache za kukunja visanduku vya pizza kwa duka la karibu. Haitoshi kuishi, lakini wanaendelea. Siku moja, rafiki wa Ki-woo Min-woo anamtembelea na zawadi ya kipekee, jiwe kubwa la mazingira. Lakini kwa familia hii masikini, ni mwamba mwingine usiofaa. Kisha Min-woo anashiriki habari fulani. Amekuwa akimfundisha msichana tajiri anayeitwa Dahye, na anapenda Dahye kwa siri. Lakini sasa anaondoka nje ya nchi, na hamwamini mtu mwingine yeyote kuchukua nafasi hiyo, isipokuwa Ki-woo. Anaamini Ki-woo anaweza kuendelea na kazi hiyo hadi atakaporejea na kumpendekeza Dahye baadaye. Ki-woo anasita, hana hata degree. Lakini hitaji la kazi, alikubali. Kwa usaidizi wa ustadi wa dadake wa kuhariri, anatengeneza cheti bandia cha chuo kikuu cha Oxford na kuelekea kwa mahojiano katika nyumba ya kifahari ya familia ya Park. Nyumba ilikuwa juu ya jiji, ulimwengu ulio mbali na basementi yake yenye unyevunyevu. Kwa Ki-woo, inahisi kama kuingia paradiso. Mama mwenye nyumba, Madam Yeon-kyo, anamhoji. Sijali kuhusu degree yako, anasema kwa upole, Min ilipendekeza, inatosha. Anaamua kuchunguza somo lake la kwanza. Binti yake Dahye ni mwenye haya na msumbufu, lakini hivi karibuni Ki-woo anaanza kumwamini. Toni yake ya utulivu na mbinu nzuri huvutia mama, ambaye hulipa mshahara wa mwezi mapema. Wakati huo huo, mwana mdogo wa Madame Dasong anaingia ndani, mkali, mwenye kudadisi, na anapenda kuchora. Anataja kuwa anatafuta mwalimu mzuri wa sanaa. Ki-woo anaona nafasi yake. Anajifanya kujua mtu anayefaa kwa kazi hiyo, Jessica, asema, mtaalamu wa sanaa mahiri. Siku iliyofuata, Ki-woo anamleta dada yake Ki-jung, ambaye sasa anajifanya kuwa Jessica. Kujiamini na ubunifu, yeye hushinda kwa urahisi juu ya mama. Madam anamwajiri papo hapo. Wakati huo huo, Dahye huanza kuanguka kwa Ki-woo, na hajali, baada ya yote, kuwa karibu na binti wa tajiri kunaweza kumaanisha fursa. Wiki moja baadaye, Ki-jung akiwa Jessica anapata wazo la kuajiri baba yao pia. Wakati dereva wa familia ya Park anashuka nyumbani kwake, yeye huacha nguo zake za ndani kwa makusudi chini ya kiti cha gari. Baadaye, Mheshimiwa na Bi Park kukaa pamoja, puzzled. Kwa nini mtu yeyote afanye kitu kama hicho ndani ya gari? Mheshimiwa Park anaamua kumfukuza dereva, akidhani kwamba analeta wasichana kwenye gari lake. Siku iliyofuata, Ki-jung anafika kwa somo lake la sanaa. Madam Yeon-kyo anauliza, je, kuna jambo lolote la ajabu lilitokea kwenye gari siku hiyo? Jessica, akiwa mtulivu na mwenye kujiamini, anadanganya bila kusita. Hapana mama, nilishuka kwenye kituo cha gari moshi. Mwanamke anapumua na kueleza, ilitubidi kumwacha dereva wetu aende. Alifanya jambo fulani lisilofaa. Jessica anajifanya kushtuka. Hiyo ni mbaya, asema, na kisha anaongeza kwa ustadi. Mjomba wangu alikuwa akifanya kazi kwenye chumba cha maonyesho cha Mercedes, yeye ni mtaalamu sana. Unaweza kumwamini. Hivi karibuni, Ki-taek, babake, anapata kazi kama dereva mpya. Lakini matamanio ya familia hayaishii hapo. Walengwa wao wa pili ni mlinzi wa nyumba, Moon-gwang, ambaye amekuwa akifanya kazi huko kwa miaka, hata kabla ya familia ya Park kununua nyumba hiyo. Mwaminifu na utulivu, yeye ni sehemu ya samani. Kumwondoa haitakuwa rahisi. Siku chache baadaye, wakati wa kipindi cha kufundisha, Dahye anataja kwa urahisi, hatuwezi kuwa na peaches hapa. Mjakazi wetu ana mzio wa ngozi iliyofifia. Hilo lazua wazo katika akili ya ujanja ya Ki-woo. Siku iliyofuata, Ki-jung huku Jessica akinyunyiza peach ndogo kwa siri, juu ya nywele za Moon-gwang. Ndani ya masaa machache, mwanamke huanza kukohoa vibaya, akijitahidi kupumua. Mjakazi maskani anakimbilia hospitali.
Akiwa mbali, Kitaek anampiga picha na kumwambia Madam Yeonkyo kwa sauti ya kimya na ya kutisha, "Bibi, nadhani anaficha jambo fulani." Ilionekana kama kifua kikuu. Anamwonyesha hata kitambaa chekundu, akijifanya kuwa ni ushahidi. Akihofia usalama wa familia yake, Madam anaogopa. Wakati Moon Gwang anarudi nyumbani akiwa bado anakohoa, Jessica anamwachia tena vumbi la peach fuzz. Madam anamwona akihangaika na papo hapo anaamini uongo huo. Muda mfupi baadaye, anamfukuza mlinzi mwaminifu wa nyumba, akifikiri kwamba analinda familia yake. Moon Gwang hajui kwamba amezidiwa ujanja na vimelea wanaoishi chini ya pua yake. Sasa, familia ya Kim inakamilisha uvamizi wao. Baba ndiye dereva, mama anakuwa mtunza nyumba mpya, na watoto tayari ni wakufunzi. Wamefanikiwa kuchukua maisha ya familia tajiri. Usiku mmoja, Mbuga huondoka kwa safari ya wikendi kusherehekea siku ya kuzaliwa ya mtoto wao. Wanakabidhi nyumba na mbwa wao kwa kijakazi mpya. Hatimaye, familia ya Kim ina jumba hilo pekee yao. Wanakunywa, kula na kucheka, wakifurahia anasa wangeweza kuota tu. Nje, mvua inanyesha sana, lakini hawajali. Ndani, kwa sababu vimelea hukua katika familia ya hifadhi. Akiwa amelewa uhiski, Kiwo anasema kwa ndoto, "Siku moja, nitawadahie. Nyumba hii itakuwa yetu." Wengine hucheka fantasia yake ya kipumbavu. Lakini mara tu kengele ya mlango inalia. Chung Sok anaifungua na kugandisha. Aliyesimama kwenye mvua ni Moon Gwang, mfanyakazi wa zamani wa nyumba, aliyemwagika na kutetemeka. "Nimesahau kitu kwenye ghorofa," anasema kwa upole. Kwa kusitasita, Chung Sok anamruhusu aingie huku wengine wakijificha. Moon Gwang anashuka kwenye chumba cha chini cha ardhi, akisema anahitaji dakika moja tu. Lakini yeye harudi. Baada ya kungoja kwa muda mrefu, Chung Sok aliyekasirika alishuka chini, akampata tu akijaribu kusukuma kabati zito kando. Akiwa amechanganyikiwa, anajitolea kusaidia bila kutambua kuwa nyuma ya baraza hilo la mawaziri kuna siri ambayo itageuza kila kitu chini. Baada ya mapambano kadhaa, wote wawili waliweza kuweka baraza la mawaziri kando. Nyuma iliyofichwa handaki ya mlango wa siri inaonekana, yenye unyevunyevu na ya kutisha. Bila kusita, Moon Gwang aliingia ndani. Chung Sok anafuata chini kwenye basementi yenye giza, akiwa amechanganyikiwa na anashuku. Sasa anachoona, ambacho kinamganda, ndani kuna mtu mwenye njaa ya nusu, rangi na kutetemeka. "Huyu ni mume wangu, Geun-sae," Moon Gwang ananong'ona kwa machozi, akimlisha maziwa kama mtoto. Chung Sok anauliza, "Amekuwa akiishi hapa kwa muda gani?" "Takriban miaka minne," Moon Gwang anajibu. Familia ya Park haijui hata mahali hapa papo. Wasanifu majengo waliojenga nyumba hiyo walifanya chumba hiki cha chini cha ardhi kwa ajili ya mashambulizi ya wakati wa vita au polisi. Mume wangu alikopa pesa kutoka kwa wakopaji. Aliposhindwa kulipa, walitishia kumuua. Kwa hiyo amekuwa akijificha hapa tangu wakati huo. Chung Sok anafanya sauti yake kuwa ngumu. "Mchukue na uondoke. Sasa hivi. Onaida policy." Mwezi unaanguka kwa magoti yake, ukiomba, "Tafadhali, watamuua ikiwa tutatoka nje." Ghafla, Kitaek anateleza, na wavamizi watatu wanaonekana. Moon Gwang anawatazama, akishtuka. "Kwa hivyo hiki ndicho kinachoendelea," alisema huku akiitoa simu yake. Anaanza kuwarekodi. Kiwo, akiwa na uchungu, anasema, "Baba, mguu wangu," na maneno hayo yananaswa kwa bahati mbaya kwenye video. Mwezi uliinua macho yake na kusema, "Nilijua kuwa kuna jambo lisilo la kawaida, sasa nina udhibitisho." Ujumbe mmoja wa video kwa Madam Park, "Na nyote mmemaliza." Anawalazimisha kuinua mikono yao kama wahalifu na akapanda juu na mumewe akiyumbayumba nyuma. Anarekodi video nyingine, wakati huu akionyesha jinsi watumishi bandia wamekuwa wakisherehekea kukosekana kwa familia tajiri. "Tumeishi hapa kwa utulivu kwa miaka," Geun-sae ananong'ona kwa uchungu. "Lakini wewe ni mchoyo." Kisha baada ya kusubiri kwa muda mrefu, familia ya Kim inapata fursa ya kunyakua simu ya mwezi. Lakini wakati wa vita hivi, Moon Gwang anavunja chupa ya uhiski na kuizungusha kwa fujo. Kijung anakimbilia kwenye friji, ananyakua pechi, udhaifu wa mjakazi, na kumwaga matunda ya fuzi kila mahali. Mwizi Gwang Wangika hupomiwa. Kiwo ananyakua simu na kufuta video. Wanapopumua tu, simu ya nyumbani inalia. Chung Sok anajibu kwa woga, "And I, Madam Park. Tunarudi nyumbani." Mvua inanyesha sana kwenye kambi.
Je, unaweza kufanya ramdon katika dakika 10, aina ya sahani ya chakula ambayo Chung Sok hakuwahi kusikia kuihusu. Migomo ya hofu. Familia ya Kims inaanza kusafisha uchafu. Wanamchukua Mon Guang na mume wake kurudi ndani ya orofa ya siri, wakiifunga kwa nguvu. Sakafu bado ni mvua na uhiski wakati hifadhi zinafika. Wavamizi hujificha chini ya meza na nyuma ya fanicha, kama vile mende hujificha. Chini katika orofa ya chini, Mon Guang anajaribu kupanda tena kwa sababu mlango wa siri ulifunguliwa, lakini Chung Sok anampiga teke mgongoni chini. Kitaek anampata Geunsae akigonga swichi ya mwanga mara kwa mara. Unafanya nini? Ananong'ona. Hii, asema mwanamume huyo, akitabasamu kwa ufidhuli, ni nambari ya Morse. Mimi hutuma ujumbe kupitia taa. Lakini mbuga hazikuelewa kamwe, walidhani ni kufifia tu. Kitaek anamfunga bomba kabla ya kuondoka. Akiwa gorofani, Madam Park anamwambia Chung Sok kimya, hatuwahi kusherehekea siku ya kuzaliwa ya Dasong hapa. Miaka iliyopita, aliona mzimu jikoni, alipokuwa akila keki yake. Lakini kwa kweli huyo alikuwa mume wa Geunsae ya Mon Guang, kwa kweli anahisi kuwa nyumbani kwake. Katika chumba hicho cha kulia chakula, familia ya Parks hukaa. Familia ya Kims hujificha, ikitetemeka chini ya meza ya kahawa kama wadudu wanaongoza giza lirudi. Usiku sana, baada ya tukio la faraga wakati mbuga za Bibi na Mrs. hatimaye walilala, akina Kim walitambaa kimya kutoka chini ya meza ya kahawa na kukimbilia gereji ili kutoka nje ya nyumba. Kulewa na woga, aibu pale ambapo mvua inanyesha kama adhabu. Wakienda nyumbani kwenye mvua kubwa, Kiwo na Kijung wananong'ona, je, wenzi hao wamejifungia katika orofa? Baba Kitaek anapumua sana, wasahau sasa. Walipofika nyumbani, nyumba yao ilijaa maji ya mafuriko. Familia ya Kim ni nyumba pekee imemezwa. Kila kitu, nguo zao, kumbukumbu, heshima, huelea mbali. Kuhama kwa tukio hadi kwenye basement iliyofichwa katika familia ya bustani. Geunse, mwanamume aliye katika ghorofa ya chini, anatatizika kuachiliwa. Mkewe Mon Guang, akiwa dhaifu na anavuja damu baada ya kusukumwa chini kutoka kwenye ngazi, anaanguka mbele ya macho yake. Amefungwa kwa kamba, hawezi kumuokoa, tazama tu akifa. Kwa huzuni na hasira, anajifungua na kuanza kuwasha taa za chini ya ardhi, kutuma ishara ya kukata tamaa hakuna mtu anayeona. Asubuhi iliyofuata, B. Park anamwalika kwa urahisi Bu Kitaek kusaidia kwenye sherehe ya kuzaliwa kwa mwanawe. Tabasamu sawa la heshima na sauti, kana kwamba hakuna kilichotokea. Bu Kitaek anajitokeza katika nguo za kuazima, na kulazimisha tabasamu ambayo haifikii macho yake. Anavutiwa na maoni ya harufu, na mafuriko, na huzuni ya familia yake. Nyumba moja inasherehekea na nyingine imezama. Kijung anamwambia mama yake Chung Sok kwa upole, kunapaswa kuangalia chumba cha chini cha ardhi, kuona kama wako hai. Lakini Kiwo ana mipango mingine. Akibeba mwamba ule, ishara ya bahati yao iliyolaaniwa, anaingia kwenye handaki, akidhamiria kuwaua kwa kuficha ushahidi wao. Huko chini, Kiwo anapata mume wa Mwezi Guang amegeuka kuwa mwenda wazimu. Kifo cha mke kimegeuza Geunse kuwa vurugu. Anamshambulia Kiwo, akivunja kichwa chake kwa mwamba ule, mara Kiwo anakufa, kisha kunyakua kisu cha jikoni. Dhoruba za Geunse kwenye bustani ya jua ambapo karamu ya kuzaliwa ilikuwa ikiendelea. Geunse anakimbilia kwa Kijung kama Jessica, alikuwa amebeba keki kwa kufumba na kufumbua kwa sekunde moja, akamchoma kisu kifuani, mayowe yakajaa hewani. Bye. Kim, Chung Sok anapigana vikali na kumua Geunse, lakini amechelewa. Kijung anakufa, machafuko yameenea kila mahali kwenye sherehe. Bu Kim, saa za Kitaek zimegandishwa. Akili yake inakwenda tupu, hadi Mheshimiwa Park anahisi harufu hiyo hata katika wakati huo wa damu hufunika pua yake. Hilo ni tusi la mwisho linalotokea ndani kutoka kwa Kitaek. Bila neno, yeye kuchukua kisu na kumchoma katika kifua Mheshimiwa Park kwamba ghafla hii kumua. Baada ya fujo na umugaji damu kwenye sherehe, Kitaek alikimbia. Matukio na siku kadhaa baadaye, Kiwo anaamka katika kitanda cha hospitali, kichwa chake kimefungwa, akili yake ikiwa na ukungu. Daktari anamwambia kwa upole, utapona polepole. Mahakama inawaachilia Kiwo na mamake, Chung Sok, kwa muda wa majaribio. Lakini hakuna kitu kinachohisi kawaida tena. Kiwo anaposikia kwamba dada yake Kijung amekufa na baba yake hayupo, anacheka isivyo kawaida kutokana na mshtuko.
Kicheko chake kinalingana na mkasa wa familia iliyosambaratishwa na ndoto ambazo zilienda mbali sana. Baridi inakuja. Theluji hufunika jiji. Ki-woo anapanda kilima kilicho karibu ambapo anaweza kuona nyumba ya hifadhi waziwazi kwa mbali. Lakini familia ya Park si yao tena. Familia mpya tajiri ya Ujerumani imehamia bila kujua siri hizo. Usiku mmoja, Ki-woo anapotazama kwa mbali, mwanga wa bustani huwaka na kuzima tena na tena kwa mpangilio. Kwa hamu, anaanza kuandika nukta kwa nukta, mstari kwa mstari. Kisha, utambuzi unamgonga kama umeme. Ni kanuni ya Morse. Baba yake yuko hai, amenaswa chini ya nyumba hiyo hiyo, akimtumia ujumbe kupitia taa. Baada ya kumchoma kisu Bwana Park, Bwana Kim hakutoroka jumba hilo. Alijificha ndani, akarudi ndani ya gereji na kuteleza kwenye handaki la siri la basement. Bi Park na watoto wake hivi karibuni walihamia mbali, bila kujua juu ya chumba cha chini cha ardhi na Bu Kim Kitaek alikuwa bado huko. Hata alizika mwili wa Moon Gwang kimya kimya kabla ya kuondoka kabisa. Tangu wakati huo, Bu Kim ameishi kama mzimu, anatoka tu usiku wa manane wakati familia mpya zinalala, kuiba chakula, kisha kurudi chini ya ardhi. Kila usiku, yeye hugusa swichi ya mwanga kwa muundo wa msimbo wa Morse, akitumaini kwamba mwanawe angemwona siku moja. Sasa Ki-woo anajua. Anasoma maungamo ya kimya ya baba yake, hatia, majuto, hamu ya kuona familia yake tena. Ki-woo anajiwekea ahadi. Atasoma, atafanya kazi kwa bidii, na kupata pesa za kutosha kununua nyumba hiyo siku moja. Siku hiyo itakapofika, atafungua mlango, atashuka ngazi, na kumwachilia baba yake kutoka kwenye vivuli. Ni ndoto, labda haiwezekani, lakini ni yote ambayo ameacha. Movie Parasite inatuacha, na ukweli unaotisha. Watu kutoka kwa jamii yetu, inaonyesha jinsi tamaa inavyobadilika kwa urahisi kuwa kukata tamaa. Na ndiyo sababu filamu hii haikushinda tuzo, ilipata Oscars 4. Asante kwa kutazama, na natumai umefurahia hii. Tuonane kwenye video inayofuata ya kupendeza. Hadi wakati huo tunze na tunakutakia kila la kheri, lakini usisahau kulike na kusubscribe.